hiyo 9 Disemba. Na pia jambo jingine naomba tulitafakari. Wanasema wanafanya hivi kwa ajili ya Gen Z. Kwa nini hao watu wanaojiita viongozi wa Gen Z wote ni wazee? Maana mimi naona ni vibibi na vibabu. Mange Kimambi sio Gen Z. Nuru Vazi sio Gen Z. Habil sio Gen Z. Kila ambaye amejipa kimbelembele cha kusema yeye ndo anataka kuwa viongozi wa sisi vijana kwenye haya maandamano sio kijana, ni ajuza, ni kikongwe. Na hata hao ambao bado wanajiona vijana, ambao wanasema wanataka kuongelea maslahi yetu, hawako hapa. Je, ni kweli wanaelewa changamoto zetu? Na kama kweli wanazielewa, je, wanazielewa na wanajiandaa kutupa utatuzi sahihi, au wanazielewa kwa hiyo wanazitumia kwa ajili ya maslahi yao? Kwa sababu what is kuparalyze uchumi wa serikali, kuharibu vitu katika sehemu ambazo vijana ndo tumeajiriwa, vijana ndo tunataka kuajiriwa huko. Vijana ambao hatuna ajira tunataka kuajiriwa sehemu zipi? Hizo ambazo wao wanapanga kuja kuzichoma moto. Alafu wanakuja wanasema eti wanafanya hivyo kwa ajili ya Gen Z. Jambo la tatu ambalo tunatakiwa pia tulitazame na tusilichukulie poa. Mpaka sasa hatufahamu kikao chochote kilichofanyika hapa nchini kukusanya maoni ya vijana, ili walau tuone kwamba kweli haya maandamano yanatuhusu kwa sababu tumeshirikishwa. Lakini tunaona matamko tu na barua mtandaoni, tena zinaandikwa kabisa eti vijana wa kanda ya kaskazini, eti vijana wa Tanzania wanamwandikia barua papa. Vijana gani? Yaani hawa maajuza na vikongwe wanaandika barua alafu wanasema zimeandikwa na vijana. Kwanza wao ni vijana?